Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, na hapa nakuletea sababu ambazo Marekani kwa nini imeingilia vita ya Houthi na Israel, na kwa nini imeamua kumuomba Israel asimshambulie Houthi. Sasa Marekani kama moja ya nchi kubwa duniani imekuwa na mchango mkubwa katika masuala ya usalama wa kimataifa na ushawishi wa kisiasa katika maeneo mbalimbali. Mojawapo ya maeneo yenye mvutano mkubwa ambapo Marekani imekuwa ikihusika na vita vya Yemen ambavyo vimekuwa na athari kubwa kwa usalama wa Mashariki ya Kati. Houthi, kundi la wanamgambo kutoka kaskazini mwa Yemen, limekuwa likishambulia meli na maeneo muhimu katika Ghuba ya Uajemi, jambo ambalo limeathiri usalama wa usafirishaji wa mafuta. Uwepo wa Marekani katika mzozo huu kupitia hatua za kijeshi na za kidiplomasia unaonyesha umuhimu wa kulinda maslahi yake na kuimarisha usalama wa kimataifa. Sababu ambazo zinafanya Marekani kuweza kuingilia vita vya Israel na Houthi ni kama ifuatavyo. Marekani ina maslahi makubwa katika kuhakikisha usalama wake na usafirishaji wa mafuta katika Ghuba ya Uajemi. Eneo hili linajulikana kuwa ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta kutoka nchi za Kiarabu na mataifa mengine ya Asia. Houthi wamekuwa wakishambulia meli za mafuta zinazopita katika eneo hili, jambo ambalo linahatarisha usalama wa usafirishaji na huathiri biashara ya kimataifa. Ushambuliaji huu unavyoendelea na una athari kubwa kwa uchumi wa dunia, na hivyo Marekani inaona kuwa ni muhimu kuingilia kati ili kulinda biashara ya mafuta na kuhakikisha kuwa njia za usafirishaji zinabaki salama. Upinzani wa kimataifa dhidi ya Iran. Marekani ina mtazamo mkali dhidi ya Iran na inapinga ushawishi wa Iran katika Mashariki ya Kati. Houthi wamekuwa wakipokea msaada mkubwa kutoka Iran, ikiwemo silaha, fedha na mafunzo ya kijeshi. Kwa upande mwingine, Iran ina maslahi ya kueneza ushawishi wake katika kanda hii kupitia makundi ya wanamgambo kama Houthi, Hezbollah na mengineyo. Marekani inaona kuwa uungaji mkono wa Iran na Houthi ni tishio kwa usalama wa Mashariki ya Kati na kwa maslahi yake katika eneo hili. Hivyo Marekani inaamini kuwa kupambana na Houthi ni njia moja ya kupunguza ushawishi wa Iran na kuhakikisha kuwa siasa za kikanda haziko chini ya ushawishi wa Tehran. Sababu nyingine ni kuunga mkono Saudi Arabia na ushirika wa kikanda. Marekani ni mshirika mkubwa wa Saudi Arabia na ushirikiano wao ni muhimu katika masuala ya usalama wa kikanda, nishati na biashara. Saudi Arabia imekuwa mstari wa mbele katika vita dhidi ya Houthi, ikiwa na lengo la kulinda utawala wake na kuhakikisha usalama wa taifa lake. Houthi ambao wanapata msaada kutoka Iran wamekuwa wakishambulia maeneo ya Saudi Arabia, ikiwa ni pamoja na maeneo ya kijeshi na miundombinu muhimu kama vile meli na viwanja vya ndege. Katika hali hii, Marekani inaunga mkono Saudi Arabia katika juhudi zake za kupambana na Houthi kwa sababu ya umuhimu wake katika kudumisha usalama wa Mashariki ya Kati na kulinda maslahi ya nishati. Sababu nyingine ni kupambana na ugaidi na vitisho vya usalama. Wanamgambo wa Houthi pia wamekuwa wakihusishwa na vitendo vya ugaidi katika Mashariki ya Kati. Makundi ya kigaidi kama Al-Qaeda na Daesh ISIS pia yanajulikana kuwa na ushawishi katika maeneo ya Yemen. Marekani kwa hivyo inaona kuwa kuna umuhimu wa kupambana na Houthi kwa sababu ya hatari wanayoweza kuleta kwa usalama wa kimataifa. Marekani inajivunia kupambana kwa vitendo vya ugaidi na inadhani kuwa kuingilia kati katika vita dhidi ya Houthi ni sehemu ya juhudi zake za kulinda amani ya dunia na kupambana na vitendo vya kigaidi vinavyotishia utulivu wa kimataifa. Sababu nyingine ni diplomasia ya usalama wa kimataifa. Marekani pia inahakikisha kuwa inafanya kazi na washirika wake wa mashirika ya kimataifa ili kudumisha amani na usalama duniani. Ingawa mara nyingi Marekani hutumia njia za kidiplomasia ili kutatua migogoro, kuna hali ambapo hatua za kijeshi ni muhimu ili kulinda maslahi yake na kuhakikisha kuwa usalama wa kimataifa unaendelea. Houthi wamekuwa wakifanya vitendo vya kijeshi ambavyo vinaathiri si tu Yemen bali pia nchi jirani na usalama wa kimataifa. Hivyo Marekani inaona kuwa ni muhimu kuingilia kati kwa kijeshi ili kutoa ujumbe kwa wale wanaoshiriki katika vitendo vya kijeshi vya fujo na kuzuia athari mbaya kwa usalama wa kimataifa. Sababu ya 6 ni kulinda heshima na nguvu ya Marekani duniani. Marekani kama taifa lenye nguvu kubwa duniani ina jukumu la kudumisha ushawishi wake wa kijeshi na kisiasa. Ikiwa Marekani haitachukua hatua kali dhidi ya vitisho vya Houthi, inaweza kuonekana kuwa dhaifu na kupoteza heshima yake katika masuala ya kimataifa.
Marekani kama China na Urusi yanaweza kutumia fursa hiyo kupanua mataifa kama China na Urusi yanaweza kutumia fursa hiyo kupanua ushawishi wao katika Mashariki ya Kati. Hivyo, Marekani inaona ni umuhimu kuonyesha nguvu zake za kijeshi na kuwa mfano wa uongozi wa kimataifa wa kuingilia kati katika vita dhidi ya Houthi. Sababu ya saba ni kulinda usalama wa mashirika. Sababu ya saba ni kulinda usalama wa washirika wake katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Marekani ina washirika wengi katika Mashariki ya Kati kama vile Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, Kuwait, Oman na Qatar, ambao wote wanategemea Marekani kwa usalama wao. Houthi wamekuwa wakitishia mataifa haya kwa kurusha makombora na kutumia ndege zisizo na rubani kushambulia maeneo muhimu. Marekani inahisi kuwa ni wajibu wake kuhakikisha kuwa washirika wake wanalindwa dhidi ya vitisho vya Houthi. Ikiwa Marekani haitachukua hatua, inaweza kupunguza amani ya washirika wake wa Kiarabu katika msaada wake wa kijeshi, jambo ambalo linaweza kuathiri uhusiano wa kimataifa na ushawishi wa Marekani katika eneo hilo. Uingiliaji wa Marekani dhidi ya Houthi unategemea maslahi yake ya kiuchumi, usalama wa kikanda na mapambano dhidi ya vitendo vya ugaidi. Ingawa Marekani inaendelea kutumia mbinu za kidiplomasia, vitendo vya kijeshi vinaonekana kuwa na umuhimu mkubwa katika kuhakikisha kuwa usalama wa kimataifa unadumishwa na maslahi ya kiuchumi na usalama wa nishati yanakuwa salama. Katika muktadha wa ushawishi wa Iran, mashambulizi ya Houthi dhidi ya meli na miundombinu muhimu na ushirikiano wa Saudi Arabia, Marekani inachukulia kuwa kuingilia kati ni njia bora ya kulinda maslahi yake na kudumisha amani katika Mashariki ya Kati. Zaidi ya hayo, Marekani inataka kuonyesha nguvu zake za kijeshi na kulinda washirika wake wa kikanda dhidi ya vitisho vya Houthi, jambo linaloifanya iendelee kuwa na jukumu kubwa katika mzozo huu wa Yemen. Mtazamaji wa Zone Media, hizi ni sababu saba ambazo nchi ya Marekani imezitumia kama vile kuweza kuingilia mgogoro kati na Israel. Na Marekani katika sababu hizi inaonekana wazi kabisa kwamba analinda maslahi yake, hasa usafirishaji wa mafuta katika ukanda ule wa Mashariki ya Kati kupitia Bahari Nyekundu maarufu kama Red Sea, ambapo Houthi wamekuwa wakifanya mashambulizi katika bandari za Marekani, lakini vile vile katika bandari za Israel na meli kubwa za kusafirisha bidhaa mbalimbali ikiwemo mafuta zikishambuliwa na Houthi. Ndio maana Marekani imeamua kulivalia njuga sakata hili kupitia Rais Donald Trump. Sasa nini ambacho kitakwenda kutokea katika nyakati za usoni ni kwamba tutashuhudia mgogoro mkubwa zaidi ukiibuka, ambapo washirika wakubwa wa Marekani pia hawatopenda kuona wakiingia katika mzozo na Houthi, huku wakimtegemea Marekani kama msaidizi wao mkubwa. Kwa hiyo inawezekana Rais Donald Trump akapeleka wanajeshi wengi zaidi katika ukanda wa Mashariki ya Kati kwa ajili ya kuweza kupambana na Houthi. Hiki ni kama kile ambacho kiliweza kutokea pale nchini Iraq miaka mingi iliyopita. Sasa kwa taarifa zetu zijazo, mtazamaji, ni kusihi kama bado hujaweza kuungana nasi, basi unaweza kusubscribe hapo chini, lakini kulike video zetu, kucomment pamoja na kushare ndio njia pekee ambayo itakufanya wewe kuungana na sisi kila siku. Asante kwa kuichagua Zone.